Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Tuombe. Baba, katika jina la Yesu tunasema asante kwa neema ya uzima. Asante kwa baraka zako Bwana za ajabu kwenye maisha yetu. Ni wakati mwingine Bwana tunakuja mbele zako. Tunaomba Bwana uturehemu, utubariki tunapoenda kusikia neno lako, tunapoenda kufundishwa shule ya wanafunzi Bwana, maneno yako yaendelee kutuimarisha mioyo yetu katika jina la Yesu tunaomba na kuamini. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Ni siku nyingine tena mpya ambayo Bwana ameifanya, ametupa kibali kuwa wazima. Ni kwa neema. Somo letu la leo ni somo la 19 kwenye kitabu cha shule ya wanafunzi. Na kichwa cha somo, Yesu ashtakiwa mbele ya Sanhedrin. Somo la 19 ni kuhusu mashtaka ya Yesu aliposhtakiwa pale kwenye lile baraza la wazee. Na kweli ya Biblia inasema ingawa alishtakiwa kwa uongo, Yesu alishikilia msimamo wake na kutamka kuwa yeye ni mwana wa Mungu. Bwana asifiwe. Tunapoanza kipindi hiki na tunapoendelea kutafakari mashtaka aliyopewa Bwana wetu Yesu Kristo, nitaomba kila mmoja, kwa wale wenye vitabu na hata kama una, naomba vile vikaratasi vipite kwa waumini. Kina mstari tu kuhusu kweli ya Biblia. Kwa nini tunapeana hivi vikaratasi? Ili tunapoendelea kutafakari somo hili, basi maneno hayo yatuingie na tuyafanyie kazi kwa vitendo. Bwana asifiwe. Kwa hiyo wakati tunaendelea na darasa, utakuwa unasoma huo mstari, unatafakari kwa ukubwa kabisa yale mashtaka ambayo Yesu alipewa pale kwenye ile baraza la wazee, na yalikuwa ya uongo lakini yalitumika kumhukumu. Bwana Yesu asifiwe. Na somo ambalo litatuongoza, tutasoma Mathayo sura ya 26 mstari wa 57 mpaka wa 68. Mathayo mtakatifu sura ya 26 mstari wa 57 mpaka 68. Nitaomba aliyeona tusomee. Ngoja akuletee mic. Biblia inasema katika kitabu cha Mathayo 26:57 mpaka 68, nao waliomkamata Yesu wakampeleka kwa Kayafa kuhani mkuu, walikokuwa wamekutanika waandishi na wazee. Na Petro akamfuata kwa mbali mpaka behewa ya kuhani mkuu, akaingia ndani akaketi pamoja na watumishi auone mwisho. Basi wakuu wa makuhani na baraza yote wakatafuta ushuhuda wa uongo juu ya Yesu wapate kumuua, wasiuone, wangawa walitokea mashahidi wa uongo wengi. Hata baadaye wawili wakatokea wakasema, huyu alisema, naweza kulivunja hekalu la Mungu na kulijenga kwa siku 3. Kisha kuhani mkuu akasimama akamwambia, hujibu neno? Hawa wanakushuhudia nini? Lakini Yesu akanyamaza. Kuhani mkuu akamwambia, na kuapisha kwa Mungu aliye hai, utuambie kama wewe ndiwe Kristo mwana wa Mungu. Yesu akamwambia, wewe umesema, lakini nawaambieni, tangu sasa mtamwona Mwana wa Adamu ameketi mkono wa kuume wa nguvu, akija juu ya mawingu ya mbinguni. Ndipo kuhani mkuu akararua mavazi yake akisema, amekufuru, mna haja gani tena ya mashahidi?
Tazameni sasa, mmesikia hiyo kufuru yake. Mwaonaje ninyi? Wakajibu wakasema, imempasa kuuawa. Ndipo wakamtemea mate ya uso, wakampiga makonde, wengine wakampiga makofi, wakisema, ewe Kristo, tufumbulie, ni nani aliyekupiga? Mpaka 68. Amina. Mpaka 68. Asante. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Tumeona kwenye kitabu hicho cha Mathayo Yesu ambavyo alipelekwa kwenye lile baraza. Nitaomba sasa mtu mwingine atusomee kitabu cha Marko sura ya 14 mstari wa 53 mpaka wa 65. Marko 14 53 mpaka 65. Amen. Marko 14 mstari wa 53 mpaka 65. Nao wakamchukua Yesu kwa kuhani mkuu, wakamkusanyikia wote, wakuu wa makuhani na wazee na waandishi. Naye Petro akamfuata kwa mbali hata ndani katika behewa ya kuhani mkuu, akawa ameketi pamoja na watumishi, anakota moto mwangani. Basi wakuu wa makuhani na baraza yote wakatafuta ushuhuda juu ya Yesu apate kumuua wasione. Kwa maana wengi walimshuhudia uongo, walakini ushuhuda wao haukupatana. Hata wengine wakasimama wakamshuhudia uongo wakisema, sisi tulimsikia akisema, mimi nitalivunja hekalu hili lililofanyika kwa mikono, na katika siku 3 nitajenga jingine lisilofanyika kwa mikono. Wala hata hivi ushuhuda wao haukupatana. Kisha kuhani mkuu akasimama katikati, akamuuliza Yesu akisema, hujibu neno? Hawa wanakushuhudia nini? Lakini akanyamaza, wala hakujibu neno. Kuhani mkuu akamuuliza tena akamwambia, wewe ndiwe Kristo, mwana wake mtukufu? Yesu akasema, mimi ndiye. Nanyi mtamwona Mwana wa Adamu ameketi mkono wa kuume wa nguvu, akija na mawingu ya mbinguni. Kuhani mkuu akararua nguo zake akisema, tuna haja gani tena ya mashahidi? Mmesikia kufuru yake, mwaonaje ninyi? Wote wakamhukumu kuwa imempasa kuuawa. Wengine wakaanza kumtemea mate, wakamfunika uso na kumpiga makonde na kumwambia tabiri. Hata watumishi nao wakampiga makofi. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Lakini pia naomba nisome kitabu cha Luka mtakatifu sura ya 22 mstari 1 tu wa 54. Nao unasema, wakamkamata, wakamchukua, wakaenda naye nyumbani kwa kuhani mkuu, na Petro alimfuata kwa mbali. Bwana Yesu asifiwe. Kwa nini tunasoma hivi vitabu vyote? Tunataka tupate picha zoezi zima ambavyo Yesu alishtakiwa pale kwenye lile baraza la wazee. Sasa tusome pia kitabu cha Yohana. Nitaomba pia mtu anisomee Yohana 18. Yohana 18 mstari wa 12 mpaka wa 27. Yohana 18 12 mpaka 27. Inasema, basi wale askari na yule jemedari na wale watumishi wa Wayahudi walimkamata Yesu, wakamfunga. Wakamchukua kwa Anasi kwanza, maana alikuwa mkwewe Kayafa, yule aliyekuwa kuhani mkuu mwaka ule. Naye Kayafa ndiye yule aliyewapa Wayahudi lile shauri ya kwamba yafaa mtu mmoja afe kwa ajili ya watu. Wakamfuata Yesu, Petro na wanafunzi mwingine. Na mwanafunzi huyo alikuwa amejulikana na kuhani mkuu,
akaingia pamoja na Yesu katika behewa ya kuhani mkuu. Lakini Petro akasimama nje mlangoni. Basi yule mwanafunzi mwingine aliyejulikana na kuhani mkuu akatoka, akasema na mngoja mlango, akamleta Petro ndani. Basi yule kijakazi aliyekuwa mngoja mlango akamwambia Petro, wewe nawe je, huu mwanafunzi mmojawapo wa mtu huyu? Naye akasema, si mimi. Na wale watumwa na watumishi walikuwa wakisimama wamefanya moto wa makaa, maana ilikuwa baridi, wakawa wakikota moto. Petro naye alikuwapo pamoja nao anakota moto. Basi kuhani mkuu akamuuliza Yesu habari za wanafunzi wake na habari za mafundisho yake. Yesu akamjibu, mimi nimesema na ulimwengu wazi wazi, siku zote nalifundisha katika sinagogi na katika hekalu, wakusanyikapo Wayahudi wote, wala kwa siri mimi sikusema neno lolote. Ya nini kuniuliza mimi? Waulize wale waliosikia ni nini niliyowaambia, wao wanajua niliyoyanena. Basi aliposema hayo, mtumishi mmojawapo aliyesimama karibu alimpiga Yesu kofi akisema, wamjibu hivi kuhani mkuu? Yesu akajibu, kama nimesema vibaya, ushuhudie ule ubaya, bali kama nimesema vyema, wanipigia nini? Basi Anasi akampeleka hali amefungwa kwa Kayafa kuhani mkuu. Na Simoni Petro alikuwa akisimama huko anakota moto. Basi wakamwambia, wewe nawe je, huu mwanafunzi wake mmojawapo? Naye akakana akasema, si mimi. Mtumwa mmojawapo wa kuhani mkuu, naye ni jamaa yake yule aliyekatwa sikio na Petro, akasema, je, mimi sikukuona wewe bustanini pamoja naye? Basi Petro akakana tena, na mara akawika jimbi. Amen. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Hai, sasa nafikiri tumepata picha kutokana na vitabu ambavyo tumesoma kuhusu somo la leo ambalo linasema Yesu ashtakiwa mbele ya Sanhedrin. Labda kwa kuanza, nafikiri hili neno Sanhedrin ni geni kwa masikioni mwetu tulio wengi. Sanhedrin ilikuwa ni mahakama kuu ya Wayahudi. Ilikuwa ni baraza la wazee ambao wako kwa ajili ya kufanya maamuzi, kuhukumu kama kuna mtu amekosea. Kwa hiyo nilikuwa ni baraza la wazee wa Kiyahudi wakati ule. Na ilitokeaje mpaka kukawa na hili baraza? Wakati Musa anaendelea kuwasimamia, kuwaongoza wana wa Israeli, ilionekana kwamba sasa analemewa yeye kama Musa peke yake. Kwa hiyo Mungu alimwagiza ateue wazee 70. Hii tunaliona kwenye kitabu cha Hesabu, utasoma baadaye kwa muda wako. Hesabu sura ya 11 mstari wa 16 hadi wa 17. Tunaona Mungu alimwagiza Musa ateue wazee 70 ambao watakuwa wanamsaidia kwenye maamuzi mbalimbali. Kama tunavyojua kwenye jamii ya watu wengi kuna mengi. Kuna watu walikuwa wana mambo mengi kama tunavyojua kwenye jamii zetu. Kwa hiyo ilibidi kuwe na watu ambao wanamsaidia kufanya maamuzi na kutenda haki. Kwa hiyo tunaona sasa chimbuko la hili baraza lilitoka kwa Mungu mwenyewe. Bwana Yesu asifiwe. Lakini ndio hili baraza ambalo baadaye lilikuja kumhukumu mwana wa Adamu ambaye alikuwa hana hatia. Nafikiri unaweza ukapata picha sasa. Bwana asifiwe. Kwamba baraza lile ambalo lilianzishwa na Mungu mwenyewe ndilo hilo lilikuja likamhukumu mwanae wa pekee. Kwa hiyo walikuwa ni wazee 70 mpaka 71, vitabu vingine vimeandika, kwa ajili ya kufanya maamuzi ya mambo mbalimbali. Na kazi za hili baraza ilikuwa ni kufundisha na kutafsiri sheria ya Musa. Kwa hiyo walikuwa wanamsaidia Musa kwenye kutafsiri zile sheria ambazo zilikuwa zimewekwa na kuwafundisha watu. Bwana Yesu asifiwe. Lakini ilikuwa kuhukumu kesi kubwa za dini na maadili. Pia hili baraza lilikuwa na mamlaka ya kuhukumu endapo mtu amekosea. Ndio maana tunaona hata Yesu alipelekwa kwenye hili baraza ili akahukumiwe. Na swala lingine ilikuwa kusimamia masuala ya dini na ibada katika hekalu. Walikuwa na jukumu pia la kusimamia mambo yote ya dini kwenye hekalu, kama leo tungesema kwenye makanisa na sehemu za kuabudia. Wao walikuwa wanatoa miongozo mbalimbali.
lakini pia kulikuwa kuna kutoa ruhusa na kukataza mafundisho mapya. Wao ndo walikuwa wana mamlaka ya kuruhusu nani afundishe nini. Ndio maana tunaona Yesu alikuja na neno la uzima, lakini wao walilipinga. Na kwa sababu walikuwa na hiyo mamlaka, basi walizuia ile kweli isienee. Bwana Yesu asifiwe. Sasa nataka tufananishe ili baraza na maisha yetu ya leo. Leo Sanhedrin inaweza kuwa nini kwenye kanisa la leo? Mimi nilipokuwa naendelea kutafakari hili somo, nikasema kwa maisha ya leo labda Sanhedrin, kwa mfano TAG ina uongozi. Lile ni baraza, kuna uongozi pale. Inaweza kuwa ni Sanhedrin. Bwana Yesu asifiwe. Kuna CCT, kuna baraza la maaskofu Katoliki. Hayo yanaweza kuwa ni mabaraza ya wazee yanayosimamia imani. Ingawaje tu tofauti ni kwamba wakati ule hili baraza lilikuwa lina mamlaka ya kufanya hata maamuzi upande wa kiserikali. Lakini tunaona Sanhedrin ya miaka ya leo, wao zaidi ni kwenye imani, kwenye serikali hawana mamlaka. Bwana Yesu asifiwe. Kwa nataka tupate picha, tuelewe hili baraza lilikuwa lina mamlaka kiasi gani kwenye nyakati zile, na namna ambavyo walifanya maamuzi wakati wanaamua kesi ya Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Sasa kwenye hili somo kuna vitu vitatu ambavyo tunatakiwa kujifunza na kuvitafakari. Kwenye hii habari nzima tunaona Yesu akiwa mbele ya lile baraza. Kama vitabu ambavyo tumeshasoma, kuna vitu mbalimbali ambavyo tunaona kwenye hilo eneo kwamba Yesu akiwa mbele ya lile baraza. Yesu ndani yake alikuwa anajua kweli aliyoibeba, alikuwa anajua ametumwa na nani, yani alikuwa anajua ukweli. Lakini mambo yaliyoendelea pale, nafikiri tumesoma kwenye hivyo vitabu, tunaona yani ilikuwa ni tofauti. Waliletwa mpaka mashahidi wa uongo. Kitu kingine ni mashahidi wa uongo. Waliletwa mpaka mashahidi wa uongo ili tu wathibitishe, kwa sababu baraza ilikuwa ili lifanye hukumu, kuwe na mashahidi, kuwe na sababu kwa nini mtu ameletwa mbele ya lile baraza. Kwa hiyo palitengenezwa mazingira mradi tu Yesu aonekane ana hatia. Bwana Yesu asifiwe. Tutaona, yani tunaendelea kuona namna ambavyo adui akikutaka, yani mpaka kwenye baraza kule, yani wametengenezwa wazee. Na kwenye kitabu kingine nilisoma ili baraza lilifanyika usiku wakati haikuwa kawaida. Mara nyingi vikao vilikuwa vinafanyika mchana, lakini kwa issue ya Yesu vikao vilifanyika usiku. Yani unaweza ukaona ni jinsi gani ilikuwa ni vita ili mwana wa Adamu aanguke. Lakini pia kwenye somo hili kuna ukiri wenye nguvu. Yesu alisimamia kweli. Bwana asifiwe. Hapo ndo ninapopapenda. Yesu alisimamia ukweli. Unaona ukweli ulivyo na nguvu kweli ina nguvu sana. Lakini kingine, kumtangaza Yesu si aibu, ni ushindi. Popote ulipo wewe shuhudia tu. Shuhudia tu. Bwana Yesu asifiwe. Kuna mahali fulani nilikuwa na watu fulani ambao wengine wanaamini, wengine hawaamini, ni watu wa hali fulani, wana vyeo. Yaani nilikuwa nasikia msukumo wa kushuhudia. Ilikuwa ni kikao cha kazi, lakini mimi nasikia tu kushuhudia, nikawa najiambia hivi, nawezaje kuanzisha haya mambo hapa? Yaani kuna roho inaniambia sema, kuna roho inanirudisha nyuma. Kadri tunavyoendelea mimi yani nimehama tena kwenye ile mada, niko napambana ndani yangu. Sasa naanzaje kushuhudia? Watu kwanza ni watu ambao wakubwa, wamenizidi vyeo wengine, lakini nasukumwa kushuhudia. Yaani sielewi ilikuwaje. Mimi nilijikuta tu naanza kuongea. Imagine mpo kwenye kikao mnajadili vitu, wakati unachangia ukatoa mfano nikashuhudia. Jamani, aliongea mtu mmoja ambaye yeye sio wa imani yetu, ni imani nyingine. Akasema, wewe binti ni mtu mzima. Yaani ulichokiongea nimekuwa nikikipitia miezi 3 iliyopita. Yaani nimekuwa na mateso kuhusu hicho ulichokishuhudia hapo. Imagine ni Muislamu, kumbe alikuwa na kitu anakipitia miezi iliyopita, na ni mtu ana nafasi kubwa, ila kule kusukumwa. Kwa hiyo Mungu alikuwa anataka kuokoa moyo pale. Kwa hiyo tunaona nguvu ya ushuhuda ambavyo inaweza kuwaleta hata wasioamini. Kwa hiyo kupitia ule ushuhuda wangu nikawa maarufu ghafla. Basi kuanzia pale tukikutana tu kwenye kikao, tulikuwa hata hatuanzi kwa maombi. Kuanzia pale tukifika tu, haya mama mtumishi ongoza maombi, namwambia Yesu asante.
Yaani ni kikao ambacho usingefikiria kama tungeweza kuanza kwa maombi, lakini watu ule ushuhuda uliwaingia. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo kuna nguvu sana kwenye kushuhudia. Wewe usiangalie hapa tuko wapi, sijui, wewe shuhudia. Na namshukuru Roho Mtakatifu alinisukuma. Kwa kweli nilipambana. Yaani kwenye ulimwengu wa mwili mimi mwenyewe nilikuwa najisema, hivi si wataniona mtu wa ajabu. Wataona huyu dada vipi kachanganyikiwa. Lakini nilivyoshuhudia atmosphere ilibadilika, watu walimwamini Mungu. Jamani, popote tulipo sisi ni wa mashahidi wa Yesu. Tushuhudie. Yaani haijalishi utaonekanaje, haijalishi utaonekana mshamba, wewe shuhudia. Kuna moyo utauokoa. Bwana Yesu asifiwe. Lakini kingine ni uvumilivu. Uvumilivu ni ushindi wa kiroho. Bwana Yesu asifiwe. Yesu hakulipa kisasi. Tunaona wakati wanampiga Yesu pale alikuwa anawaombea. Hebu ona hicho kitu. Unapigwa, unatupiwa mawe, unadhihakiwa, lakini alikuwa anatuombea kwa Baba. Kwa hiyo uvumilivu ni ushindi wa kiroho. Kingine, msisitizo wa moyo safi. Bwana Yesu asifiwe. Tuwe na moyo safi. Moyo safi, tukisema moyo safi kuna mengi hapo. Tunajifunza vitu vingi kama ambavyo tumeona kwenye habari hii ya kushtakiwa kwa Yesu. Lakini kingine cha mwisho tunaona uaminifu kwa Mungu ni muhimu kuliko kukubalika na watu. Haleluya. Uaminifu kwa Mungu ndo kila kitu. Yaani hata kama watu wote watakukataa, kubalika tu kwa Mungu inatosha kabisa. Bwana asifiwe. Sasa tunapoelekea mwisho wa somo, nataka kila mtu, hiyo ni kazi yako, utajiuliza, utafuta majibu. Je, tunasimama imara? Tumesimama imara kumtangaza Kristo? Tumesimama imara kumtangaza Kristo? Hatuoni aibu? Tunakaa kama waamini kweli tunatangaza Injili? Au kuna sehemu ukifika unajificha, hutaki kusema kama wewe umeokoka? Au hutaki wajue kama unasali TAG, kwamba wewe ni mlokole? Maana tunaitwaga lile kanisa la wanaolia. Je, unajificha au unajionyesha kwamba jamani mimi ni mlokole, mimi nimeokoka, nampenda Yesu? Sasa hilo ni kazi kwako, jitafakari. Na njia nzuri ni kumkiri Kristo na kumtangaza Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo tunapohitimisha, Yesu alisimama na kweli mbele ya dhuluma kwa sababu alijua utume wake. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu alijua alichoitiwa na Baba yake, alisimamia kweli pamoja na yote aliyoyapitia. Bwana asifiwe. Na mwisho kabisa tunaona imani ya kweli haifichwi hata inapogharimu. Haleluya. Heri kung'ang'ania kwa Yesu. Heri kung'ang'ania kwa Yesu. Kwa Yesu. Kwa Yesu bila kujali kitu chochote. Heri kung'ang'ania msalaba. Heri kung'ang'ania msalaba. Msalaba bila kujali kitu chochote. Haleluya. Naomba nipokee kama kuna swali lolote, maoni. Amen. Asante, karibu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mimi niombe tu kusaidiwa swali moja. Nashukuru Mungu kwamba mchungaji pia yupo na walimu wapo, naamini watanisaidia. Wakati tunapitia maandiko ya somo, kuna mahali kidogo pamenichanganya kwa habari ya kuhani mkuu Kayafa na kuhani Anas. Sasa pale ukisoma unaona kwamba baada ya Yesu kujibu mbele ya Anas, yule mtu aliyekuwa karibu naye alimpiga kofi akisema, kwa nini umempiga, kwa nini umemjibu vile kuhani mkuu? Lakini pale chini inasema baadaye Anas akaelekeza Yesu apelekwe kwa kuhani mkuu Kayafa. Nikajaribu kusoma pale juu, nikaambiwa wanasema kwamba Anas alikuwa mkwewe Kayafa. Sasa hapo nikachanganyikiwa kwamba yani nataka kujua kipindi hicho sasa Wayahudi walikuwa na makuhani
yaani walikuwa na makuhani wawili, au kwa nini wote hao wanaitwa makuhani? Nafikiri hiyo ndio msingi wa swali langu. Asante mwalimu. Asante sana. Mchungaji atakuja kuongezea, lakini kwa uelewa wangu nilionao kidogo, Anas ni kuhani mkuu wa zamani lakini mwenye ushawishi. Bwana asifiwe. Na Kayafa ni kuhani mkuu rasmi wakati Yesu anakamatwa na kuhojiwa. Kwa hiyo wote wawili walihusika moja kwa moja katika kupanga njama ya kumshtaki Yesu. Ila tunaona Anas alikuwa ni baba mkwe wa Kayafa. Bwana asifiwe. Kwa hiyo Kayafa alikuwa kuhani mkuu wa Wayahudi wakati Yesu alipokamatwa, lakini huyu Anas alikuwa baba mkwe wa Kayafa. Bwana asifiwe. Kwa hiyo hiyo ndo tofauti, lakini mchungaji atakuja kuongezea vizuri. Swali lingine au kuongezea uelewa? Haleluya. Asante. Tuombe. Na tutakapokuwa tunamaliza nitaomba tuendelee na ule wimbo wetu. Baba, katika jina la Yesu tunasema asante kwa neno zuri. Asante Roho Mtakatifu kusemesha mioyo yetu. Asante Mungu kwa uwepo wako mahali hapa. Asante kwa kuwa tunaendelea kusimamia kweli yako. Endelea kuenda nasi Bwana wiki hii yote tunapotafakari kweli yako. Roho Mtakatifu usiache kutusemesha, katika jina la Yesu tunaomba na kuamini. Amen. Nitamkaribisha mchungaji kwa ajili ya kuhitimisha, lakini somo la wiki ijayo, na tunashauri watu wote tuwe na vitabu ili tuweze kufuatilia masomo haya, ili tunapokutana Jumapili basi inakuwa rahisi hata kuchangia. Ni somo la 20, ni kukana kwa Petro. Bwana Yesu asifiwe. Kukana kwa Petro. Kwa hiyo tutaomba tujiandae. Asante. Karibu mchungaji.